anasema tusiharibu mkanda. Tafadhali jamani, simu zisiwe nyingi. Tunatamani tupate ukumbusho mzuri. Amen. Kama una simu yako, simama nyuma, usije mbele. Mnasababisha kazi na kuwa ngumu kwa aliyepewa kazi hii. Tafadhali. Amen. Jamani, kamera ni nyingi, tafadhali msisababishe kazi kawa ngumu. Amina. Jamani, na sisi tuna smartphone na tumezeka kwenye mkoba. Tafadhali jamani. Amen. Piga kwa utaratibu ili mwenye kazi yake aweze kufanya kazi yake vizuri. Asante sana. Tafadhali naomba tuketi. Naomba kanisa tuketi. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Naomba tuketi chini ili niweze kumleta mchungaji wetu. Amen. Haleluya. Shuhuda nyumbani mwa Bwana. Mbona tukae chini? Kiswahili hakisikiki. Naomba tukae chini jamani. Haleluya. Yesu amenitenda. Amen. Asante sana DJ. Asante DJ. Asante. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Huu ni muda ambao sasa tulikuwa tumeusubiri kwa hamu sana. Amen. Amina. Asante. Nikiongea sana naweza nikaharibu. Naomba nichukue nafasi hii kwa heshima. Kama tulisimama wakati bwana harusi anaingia, ni vizuri tukasimama pia mtumishi wa Mungu anaposimama kwa ajili ya kuendelea na mengine yaliyo mbele yetu. Amen. Basi naomba tusimame wakati mchungaji wetu anaingia. Mchungaji wetu anasimama na kuja madhabahuni. Karibu baba, karibu na Mungu akubariki. Karibu uweze kuendelea na ratiba iliyo mbele yetu. Asante. Asante. Naomba moja kwa moja tufungue kipindi chetu kwa maombi, halafu mambo mengine yaendelee. Yesu Mwokozi, Baba yetu ambaye umetukomboa kwa damu yako, tuna kila sababu kukushukuru kwa tarehe ya leo na siku nzima ambayo umetupatia kwa upendeleo. Tunasema asante kwa sababu wewe ni mwaminifu. Tuko hapa kwa kazi moja, kuunganisha hawa watu ambao umewafanikisha leo. Nashukuru kwa maharusi waliokwisha fika, lakini pia nashukuru kwa ndugu na jamaa waliofika ndani ya nyumba yako. Naomba Bwana utukubali, utubariki katika yote yatakayofanyika. Tunayaacha mikononi mwako. Tunaomba endelee kuwa nasi, usitupungukie kwa chochote na hata kwa lolote. Tukuone Mungu kiendelea kuhusika katika maisha yetu. Kwa uweza na utukufu wa jina lako nimeomba. Amen. Amen. Nirudie tena. Amen. Sasa iko hivi. Sema nikikwambia uende nyumbani wewe uliyekaa utanikubali? Sasa sheria ya ndoa inasema hivi. Kwanza Biblia imesema ndoa na iheshimiwe na watu wote. Bibi harusi anapoingia, tafadhali ukiketia kiti, umekalia kiti na umekaa, nitamuinua aliyeko kule nyuma aje kalie kiti chako, wewe uende nyumbani. Maana utakuwa huna adabu. Hii heshima ya ndoa ni ya kibibilia. Sasa niwaombe, nipongeze kwa kuwa mmenisikia. Wakati wanaingia msimame, mtusaidie msimame. Niombe bibi harusi kama yupo aje hapo mlangoni. Gaudesi Daniel Sago aende atudhibitishie kama anayekuja ndiye, ili niweze kuwa makini kuunganisha ndoa hii. Atoke kwenye gari, aonekane hapo nje, mambo mengine yaendelee. Hii ni kali kuliko bangi leo. Hiki Kiswahili kinawafikia wote walioko kwenye gari. Leo Mama Salome na huyu nani Kiho
wameamua vitu vya ajabu leo. Hawataki bwana harusi na bibi harusi akanyage sakafu. Wanataka kanyage nguo. Mashemasi, naomba mfungue mlango atoke nje. Shemasi, kama upo fungua mlango wa gari atoke ndani. Mashemasi, mpo mnanisikia? Leo ni leo. Shule na faulu ni kwa neema ya Bwana. Kibali nimepata ni kwa neema ya Bwana. Vyote nilivyo navyo ni mkono umenibeba. Mimi nimeuona mkono wa Bwana. Wenzenu ni shahidi ya matendo makubwa ya Bwana. Wenzenu na ushuhuda Bwana ametenda. Amenifuta machozi, amerejesha tabasamu. Amenitoa mavumbini, ameniketisha na wakubwa. Tumeuona mkono wa Bwana, tumeuona mkono. Amefanya mambo makubwa siwezi kueleza. Amenifuta machozi, amerejesha tabasamu. Asimame hapo. Gaudesi, kwa muziki wako asimame binti pale. Msimamishe hapo binti. Msimamishe binti hapo. Halafu hebu leteni msiki Gaudesi amfuate amwangalie kama ndiye waje naye. Pigeni msiki kwa uhakika, aenda mfuate. Maiki ipo? Jamani, maiki anayo? Haya, hebu nisaidie Gaudensi, ni yeye au siye, alafu nijulishe. Ni yeye mchungaji. Bwana ni yeye. Amina. Haya, njoo naye baba. Acha tukuinue
Asante. Naomba mkae sasa. Asante. Mchukue nafasi ya kukaa. Vibe Coding 101 Part 3. Stop typing your... Mpate nafasi ya kukaa. Naona viti vingine pale bado viko wazi, watu mkakae. Nianze mambo yote yaende sawa. Bwana asifiwe tena. Yesu wetu asifiwe. Wewe uliye na wivu na huzuni, naomba uende nyumbani, leo kuna harusi. Wewe unayesikia kuumia, naomba usiumie sana, uanze safari ya kwenda nyumbani. Kwa nini ninasema hivyo? Harusi hii inahitaji kuwa na watu wenye furaha. Kwa sababu mimi mwenyewe nasikia furaha. Gaudensi anafurahi mno. Hafu amebadilika. Yani ase. Mimi nilipomwona Gaudensi nimetamani siku moja nirudishe renew ndoa yangu ili na mimi nirukeruke kidogo. Imependeza mno. Amen. Na sasa nipende kupata mwanafamilia mmoja kutoka kwa familia ya Malia, huyu binti yetu hapa, ili aweze kututhibitishia kwamba amtoe twende na mambo yanaendelee. Kama yupo aje. Mwanafamilia mmoja wa familia. Nisikilize kidogo tena. Mmoja wa wanafamilia, familia ya Malia, kama yupo aje amtoe binti yetu huyu, niendelee. Ninarudia tena. Kama yupo mwanafamilia wa kumtoa huyu binti, aje tumtoe aende akaolewe na Gaudens Daniel. Kama mwanafamilia yupo aje. Iko hivi, punguza mziki na wote mkae kimya. Kama mwanafamilia hayupo, naomba mkashushe tangazo la ndoa, mniletee hapa. Tangazo la ndoa liko kwenye mlango, naomba nishushie. Kama wamekaa kwenye foleni na hawajielewi, mimi nipo kisheria na ifunga ndoa. Unanisikia? Mimi sitaki upuuzi kwenye mambo kama haya eti. Leteni hiyo tangazo. Sasa mimi naita mara 5, yuko wapi sasa? Alikuwa wapi? Naita mara 5 kama hayupo. Yes. Wewe ndio shangazi, ulikuwa wapi mama? Na? Toa mwenyewe, mimi sisubiri baba. Tangazo la ndoa ninalazimisha kutoa ndoa. Mpe mic. Mzembe huyu hawezi kunifanya nicheleweshe kutufungana. Tamka atoke huyu binti. Bwana Yesu asifiwe. Bwana Yesu asifiwe sana. Sherehe hai. Haleluya. Mimi namkabidhi Gaudens. Namkabidhi Malia kwa Gaudens aolewe na Mungu awabariki. Amen. Nashukuru shangazi mtu. Mimi huyu nimekuwa wakati nafundisha semina alikuwepo huyu. Huyo baba yake mimi simuelewi. Na hafu kwenye mambo ya kisheria sina uzembe mimi. Umenielewa jamani? Nilitegemea niangalie sheria zangu nimalize kazi. Kwa hiyo kwa sasa hivi nimeishusha
tangazo la ndoa ya kwamba ndoa haina pingamizi. Mwe mnaelewa vitu vya kisheria. Yaani hapo nilikuwa nimeileta hii. Yupo hayupo, nikishaishusha kesi imeisha. Ningesubiri mlalamikaji. Lakini kumbe baba amechelewa. Na kwa naochelewa nakuta mtoto si wake. Amen. Amen. Sasa niombe wawape viti wakae, nisiwafundishe wamesimama. Huyu jamani mlimwende huyu. Kijana mtulivu huyu. Katika watu watulivu Gaudensi amepata pointi 99, nimemwachia Mungu moja. Weka hapo. Hapo wanisikilize tu hao. Wekeni tu hapo wanisikilize. Wakae hapo waniangalie. Mkae huku waniangalie mimi, wasiangalie hao. Hao watawapoteza hao. Kwanza mama mkombozi atawapoteza na vitenge vyake. Mimi nilisema saa 8:30 nitakuwa nimesimama hapa. Namshukuru Mungu amenifanikisha. Baada ya kutoka kwenye sherehe nyingine huko Kagaja, nimemaliza na kukimbia ili niwahi masaa yaliyopangwa. Ndio maana nilikuwa mkali kidogo, hata chakula ambacho kilikuwa kimeandaliwa nile nimekataa kwa ajili ya masaa kama haya. Kwa hiyo nisingependa kuona nachelewesha mambo. Jamani, amina. Mimi nishukuru kwamba ametolewa sasa Maria, na tuko hapa ili kuunganisha hawa waheshimiwa. Nipitie maneno kidogo, maneno ya Mungu, na tumeshaomba Mungu, si ndio? Tuendelee na mambo yaliyopo. Ndugu zangu, tuko hapa katika harusi ambazo nimewahi kufunga hapa Guruka kwa Lala. Hii harusi imekuwa harusi namba 1 kwa kujaa watu. Kuna mida mingi harusi wanajaa, unakuta watoto ni wengi kuliko watu wazima. Lakini hii harusi waheshimiwa wote mliokaa mnajitambua ni watu wazima. Mungu awabariki sana. Kwa hiyo nimefurahi sana. Gaudensi, nimetambua wewe ni mtu wa watu. Kabisa kuona watu wamekufuata wote hawa, kuna kitu Mungu amekuheshimisha. Jamani, jina la Bwana libarikiwe. Kwa nini tunafunga ndoa kanisani? Tunafunga ndoa kanisani kwa sababu Mungu yeye mwenyewe ni mwanzilishi wa vitu vyote. Bahati nzuri ukishaona umechomolewa kijijini kuja mjini, wewe nawe champion. Sura yake inavuta. Huyu jamaa alichanganyikiwa. Alinipigia simu siku moja huyu jamaa. Mchungaji, kwa kweli nikasema, nini kijana wangu nataka kuondoka. Huko. Anataka kunena hata kwa lugha kwa ajili ya kusema huko. Halo, huyu jamaa aliniacha hoi. Siku moja nikampeleka ofisini. Mbona umechanganyikiwa sana? Huko baba. Nikasema tulia kwanza, ni hadisie vizuri. Ananihadisia kama ananiambia habari za Maria. Amen. Na kwa kweli Maria umependwa na huyu jamaa. Hebu kiangalia Maria. Ngoja niwaambie tu. Hapa mjini kila takataka zote za kujipamba ziko huko. Wengine kucha wanaweka sijui kucha kama za nyani sijui. Wao wanajijua wenyewe. Na ukaona kabisa umependwa, unafuatwa mpaka kijijini, unaambiwa dada na kupeleka mjini. Ukifika mahali shika na ziwa waanze kusema asante Yesu. Amen. Baadaye kumetulia, yani umekaa shika na ziwa akiwa hayupo, maana akiwa hayupo anaanza kashanga. Ulipulizie. Akitokea vipi mtu kwa nama? Hebu simama. Unamuwao. Na wewe simama nitoe mfano. Unamuwao. Unafanya nini? Unaona huyu naye? Anaonyesha anabusu. Amina. Unajua kwenye ndoa
kuna vitu vimepungua kwenye ndoa. Neno nakupenda. Semeni watu wote mlioketi hapa wenye ndoa zenu, mniambie leo asubuhi kuna mama amekutana na neno nakupenda. Aseme. Asubuhi ya leo ukamwona mume wako anakuambia kwa kweli nakupenda hivi. Asema nyoshe mkono. Sana tumeulizana nipe sadaka naenda kanisani. Kama pambio vile yani. Kwenye ndoa, ili ndoa iwe nzuri, mwambie mumeo nakupenda. Mariamu, yani mambo yamewashinda wanawake, neno nakupenda. Wanaongea barabarani, ila kule nyumbani hakujakaa sawa. Lakini ukitaka kufaulu maneno mengi, wewe mwambie mumeo tunakupenda. Unajua hata kama mwanamke hapendi, unajua mwanamke hajui kupenda. Wana support upendo, wanawake wana upendo wa mkwara. Waefeso sura ya 5 na mstari wa 29 Biblia inasema, enyi wake watini waume zenu. Haisemi wapendeni, inasema fanye nini? Watini. Mwanamke, sheria ya kwanza katika ndoa ni utii. Jamani, nini jamani? Nini jamani? Tumepata hasara. Sasa hivi shikamoo tunaipata nje. Mnaanza kutazamana. Yaani mmeolewa hata siku moja hujawahi kumwambia mume wako shikamoo baba. Unaamka tu kama ngedere anafuata mahindi ya watu. Ilala. Nenda kwa mumeo asubuhi mmeamka, baba shikamoo baba. Ukikaongea ka shikamoo hako unakuta yani baba moyoni ni kama kuna unga. Si ndio? Jamani, mnanisikiliza? Na kuna wanaume wengi tunasikia shikamoo tukitoka nje. Limama limenuna, utafikiri kama linauza ugoro kwenye kanisa la Pentecost. Inakali wewe hata furaha huna hata siku moja. Amina, amina, amina. Enyi waume, wapendeni wake zenu. Gaudensi, penda huyu, hakuna mwingine. Na afu niwape siri moja. Mimi watoto wangu, mimi nina watoto eti. Maana nafundisha hapa mnielewe, nina watoto 9. Hakuna mtoto aliye ninayempenda kuliko mke wangu. Hayupo. Hata kama angekuja baba, unajua nakupenda, tulia. Wa kwanza ninayempenda ni nani? Mke wangu. Mke wangu. Hao watoto simekuja baada ya ndoa. Nilikuwa nao. Tena niwaambie ndoa sio watoto eti, muelewe. Maana kuna mtu mwingine amechelewa kuzaa tu, hivi mawifu ataanza, ulimleta yule hazai. Kazayo kwenu huko, sio hapa. Si ulete vurugu kwenye ndoa ya jamaa. Mtoto hayupo, mtoto yupo, bado ndoa inabaki kuwa ndoa. Jamani, hapa mimi naunganisha ndoa, siunganishi watoto. Watoto wakitokea Mungu asante, wasipotokea Mungu bado asante. Biblia inasema hivi, sisi tunapoomba kwa Mungu, kuomba ni kwetu lakini kutenda ni kwa nani? Ni kwa Bwana. Bwana akifanya tunasema asante Bwana kwa hayo aliyofanyika. Kwa hiyo Gaudens, inaweza kutokea huyu mama akachelewa kupata mtoto. Nisishikie tabia za wanaume wakishaona mtoto mama hajaza, anakuja kujaza choo. Yaani kinyesi chake ndio kinaweza kujaza choo cha peke yake. Hayo ni matusi ya nguoni hayo kweli. Ni hivi, hata kama hatakuwa na mtoto haraka, apewe heshima kama mama wa ndoa. Na umulishe. Juzi nilikuwa nakufundisha, sio matembele kuanzia Jumatatu mpaka Jumapili. Kakipatikana ka samaki mpe. Na juzi nilisema hivi, huyu hapa huyu, si unamwona ana meremeta kama zabibu za nani za Dodoma. Sipigwe huyu. Kitenga, pigwe kitenge wax. Unasikia? Kuna baba wengine akiwa mkorofi na anafanya mkorofi mpaka nyumbani. Unakuta limenuna kama chizi fulani iliyoko barabarani. Unampiga mke. Biblia inasema hivi, anayepiga mke wake hana akili. Ni Biblia, sio Filipo, ni Biblia. Ukiona kuna mwanaume anampiga mke wake, ana nini? Zimemruka.
Na juzi hawa jamani nitaka niwape wembe au kisu wajikate mmoja mmoja, nilikuwa nawafundisha. Mmoja akasema siwezi kujikata, nikasema ishie hapo hapo, usimpige mkeo. Kwa sababu kama huwezi kujikata maana ni mwili wako. Kwa hiyo Gaudence, mpaka mimi Filipo nije nilale sijasikia na kufa sijasikia umempiga. Aishi kama paradiso ndogo. Jamani, hata kama angekula matembele na amani ni bora. Unajua wanawake tunawanyanyasa sana sana. Na bahati mbaya unamuoa baada na shida, mnakula matembele. Mkishaanza kula samaki, sukari ipo, soda zipo, unaanza ningejua nisingekuoa. Mungu tumeshiba. Mbona mwanzoni ulipokuwa bado hata chumvi na kushinda, mbona hukusema? Baraka zimekuja na niwaambie mwanamke kimuoa na yeye ana baraka anazochangia hapo kwenye familia. Amen. Amen. Usije kujirisha upepo, mimi nimeendelea. Hata kama ungekuwa umeajiriwa serikalini, mke wako hajaajiriwa, ile baraka tu ya wewe kutoka unamkuta amekupikia chakula, ana yeye ana baraka humo kwenye pato lako. Usijifanye unaelewa. Kwa hiyo mpende mke wako, na wewe mama mtii. Hili neno kutii nataka nilizungumzie. Wanaume wa sasa hivi wamebaki kama, na wanawake wamebaki kama, wamekaa kama traffic na lori. Unakuta ukisema naomba maji, tena hata mkono wa kulia watumii. Nataka maji ya kuoga. Wewe baba fulani, fata kwenye ndoo ile nyekundu, ndiko kuna maji ya kuoga. Usiguse ile ndoo ya kijani, mna maji ya kunywa. Sasa ukishindwa kuelewa vizuri, uende chote kwenye ndoo ya kijani aliyosema mna maji ya kufanya nini? Ya kunywa. Anakwenda ashika kiunoni. Unafikiri ni baba lenyewe halina akili. Mimi nimekwambia ndoo ya kijani. Mungu wa Israeli, jamani. Kwa kawaida mwanaume akitaka kuoga haombi. Wanawake wameshashindwa majukumu. Mwanaume kisharudi mnaona na mijasho, peleka maji bafuni, piga magoti, baba karibu bafuni kaoge. Sasa tumefika mahali tunapata shida. Unakuta kababa kamevaa taulo na ndoo mkononi. Unaenda wapi? Bafuni. Yesu wa. Una mke? Hapo bahati mbaya mke ni shemasi, mke ni nani? Ni mwimbaji wa kwaya. Hawa wamekosa malezi hawa. Kwa kawaida mwanamke anabidi angalie. Yaani mtoto wako yeye mwenyewe ukimwona na sweti, sio mpelekea maji kumtomogesha. Kwa hiyo mwanaume anapoanza na hivi, unaniona mama mchungaji, mijasho yote hii nisifike saa moja sijaoga. Hiyo ni kazi yake mwanamke kuangalia huyu baba anahitaji maji ya kuoga. Peleka maji bafuni, piga magoti. Sasa hivi spiringi zimeisha humu kwa wanawake wa sasa hivi humu. Kupiga magoti hawajui. Vimebaki tu kama minara ya Vodacom. Yaani. Amen. Minara ya Vodacom haipindi wala haishuki, imekaa hivi. Yesu. Jamani, amen, amen, amen. Wangapi wananielewa? Sasa wale mlioko kwenye ndoa, ondokeni kwenye minara ya Vodacom. Mwe mnatembea, mnawapa waume zenu maji ya kuoga. Na tena unapoona mwanaume mpaka ananunua brush ya kujisugua, amekosa wa kumsugua. Nenda na brush hapo usugua mmeo basi. Bafuni. Kwa kawaida kila binadamu huko hawezi kugusa huko. Wa kumsaidia kumgongoni ni mwanamke aliyeoa. Mariam, sio unampelekea maji bafuni afu naenda na hivi nakaribia na kwa Obedi ndio naenda. Obedi mchungaji wetu, Bwana asifiwe. Gaudence yuko naoga. Unajua mimi siku moja mke wangu alinisaidia. Wewe niwachekeshe. Mke wangu yule pale alinisaidia. Siku moja mimi nikatoka bafuni na mapofu kwenye nini? Kwenye masikio. Nikatoka tu natembea narudi. Nakataa. Mke wangu, baba, kuna mapofu. Nikasema, kaa kimya. Unanikosea. Haya mapofu sikutaka kutoka nayo bafuni. Kwa niache nene nayo hata kanisani. Si umekosea? Akasema kwa hiyo ulitakiwa unifuate bafuni uanze kunionyesha nikiwa wapi. Ndio kuna maji ya kuoga. Hata ukiniambia barabarani nafanyaje?
Sasa unakuta na kweli kuna babu unakuta anatoka anakuja kanisani mpaka unaona na mapovu yameishia kwenye nini? Kwenye masikio. Unajiuliza baba ameoa au anaishi peke yake? Eti wanaongozana na mke wake. Mke wake yuko nyuma, mwingine yuko mbele. Tunaenda wapi ibadani? Wanaangalia mapovu yamejaa kwenye sikio. Nikiwaona ni semina ya wewe na mmeo. Sio ya kanisa zima. Aliyechanganyikiwa ni wewe na mmeo. Jamani, bafuni mnaenda pamoja. Mariamu unanisikia? Hakuna tanyavu za sijui za kuvulia samaki, amepata wavu wale wa kusugua. Ase, Bwana Gaudens, kama ulikuwa unaenda bafuni peke yako, leo ukienda unasema, "Wanaoga. Sasa hivi naoga. Siwezi kwenda peke yangu. Nisindikize." Unaenda peke yako tena. Unaoga. Ulikuwa unaenda ulipokuwa peke yako. Leo umempata mtu akusindikize, mwambie ninaoga, siwezi kwenda peke yangu. Wanaogopa vyura. Akikusindikiza, vyura viko wapi? Niko nataka unisindikize wewe. Ndio upendo. Amen. Amen. Wajibu wa mke wa mume lazima kusema pole. Mume wako amechoka, mwambie pole. Haya maneno tumeyakosa kwenye ndoa jamani. Naongea tu. Tumeyakosa. Unajua kama umechoka mume akakwambia pole, mke akakwambia pole, unasikia yani kama ule uchovu wote wa kupanda daradara umeshinda umesimama. Vinaisha. Sasa wewe unarudi kwenye bodaboda umepanda wanakurusha kwenye mashimo. Kwenye daradara umetoka Kariakoo umesimama kama ziginari huko hivi. Unafika nyumbani na samaki ulioleta umeshika mkononi mpaka ndani. Limama limeshika kiunoni na shika. Halafu kuna kitu kinaniuma eti. Jamani, hata kama Mungu akiwajalia watoto, mtoto bwana hana sehemu ya kuchukua yani zawadi yote iliyoletwa. Kuna siku moja mimi na wajukuu kuna kajukuu kamoja kapasua kichwa. Siku moja nilikuja na samaki. Tuko nyumbani tu. Bibi yao akataka kuinuka aje nipokee. Kayo kakakimbia kakanipokea. Kakakimbiza chumbani. Na zilikuwa samaki. Bibi akasema, "Ziko wapi zile samaki?" Akasema, "Usiniulize. Wewe nilipokwenda kumpokea ulikuwa wapi?" Anasema, "Sasa si uliniwahi kukimbia ukaenda kupokea." Akasema, "Nisikilize. Hizi hapa nitamwambia babu, tutapika wenyewe, utasubiri baadaye." Mama mchungaji akaanza, "Jamani, hawajukua siku hizi." Nikamwambia, "Ndio hayo wapokee. Hiyo ni zawadi yako." Kwa nini nilikuwa natania na mke wangu. Nikamwambia hivi, "Wa mama mmelegea. Unaweza kukuta baba ametoka kabisa, unajua ametoka kwa Ngoromboto ana samaki hata vivua wawili ameshika mkononi. Anatembea huku namwangalia. Kama ameleta kinyesi nyumbani. Huku namwangalia hivi kabisa. Anaingia mlango, anashuka kwenye mlango wa kuingilia. Ndio anajifanya kama alikuwa busy, anakupokea mko ndani. Hayo mapokezi kapelekee traffic. Hayo sio mapokezi. Wewe naingia unaniangalia. Mungu wangu. Nani mduhurumie. Unajua kwa nini wanaume wanakufa mapema? Shughuli zingine hata unazohusu mwanamke unamwachia mwanaume. Kubeba zege yeye. Kubeba zege mjibu yeye. Mbona mjibu? Kubeba zege kodi ya mtoto, hata ya mtoto. Kubeba vitunguu, kubeba mizigo. Wewe ni nani sasa? Ndio maana kwenye ndoa sasa hivi umebaki unaniachaje na kuacha nilivyokukuta. Na kuachaje? Jamani, amina. Maria, kuna kazi mbele yako. Fanya kazi. Juzi nilikuwa nakwambia hii Dar es Salaam wanasema ni bongo. Unaishi kwa kutumia ubongo. Hata kuuza matembele kauze. Lengo ni kupata chakula. Wanasema kazi ni kazi, bora mkono uende wapi? Kinywani. Usije kabake hii Dar es Salaam yetu hii. Unakuta wa mama wengi ni hivi. Mbele ya Masai. Kwa Masai wanafanya nini? Wanasuka nywele na kuweka rangi. Ukimaliza kusuka nywele, ukamaliza na kuweka rangi, tumbo linakuambia anataka chakula. Yaani tumbo linadai kodi kila siku. Hakuna mrembo asiyekula. Mnasemaje? Niambieni mrembo mnayemjua ambaye hali. Yupo? Pandisha nywele ziwe kama mlima Kilimanjaro, uraji unahitajika.
Na niombe niseme, Mariamu, nimekaa mbele yako hivi nilivyokaa. Usije ukabweteka. Hata shambani kuna kulima, hapa shamba halipo. Hapa shamba letu ni kuchanganya miguu. Unaenda kuangalia wapi panaweza pakatokea riziki? Juzi nilikuwa nawafundisha hawa, unaweza kujikuta baadaye usipoelewa wajibu wako, hata huyu baba akianza kusikia udhaifu, unaanza kusema unalia vilio vingapi? Mume ni dhaifu. Na kula nini? Kalie kusheka tu. Muziki upo. Na sasa naomba niseme, wapendwa, sasa kwamba kwa kweli maharusi hawa nimewaambia maneno ya kutosha, lakini mengi yalikuwa ya kwetu. Hata ndoa zetu zinayumba. Juzi nilikuwa nawafundisha, nawaambia hata simu naomba mziangalie. Nilisema kuna ndoa hapa zimeharibika kwa sababu ya nini? Simu. Unakuta simu ikipigwa, mwanamke anakwenda kupokelea chooni. Ina mradi gani hiyo? Mwanaume anapokelea simu wapi? Hao anakuambia usiguse hiyo simu, niletee huku. Ukifika pale anapokea mwanamke, vipi? Tunafanya naye biashara. Biashara gani? Biashara gani asiyojua mmeo? Nakopesha vyombo ndio unakopesha na wanawake, lakini ikipigwa wakati mwingine tukiwa nyumbani, mpe mama. Leo baba hajatoka, yuko nyumbani, ajue umeoa. Inasikika kuna ndoa nyingine sasa hivi wanalala ndani, mwanaume yuko na chati na simu mpaka saa 6 usiku. Yuko hivi, unasikia tunashika. Unajiuliza wewe mama, unajiuliza baba, naongea na nani? Wako wana chati simu na mapicha, wanarushiana message. Mwingine anapokea, unasikia anasoma kidogo, unasikia mke wako haongeleshwi, yuko ndani kitandani. Wewe unaongea na nini? Na waomba niwaambie wanandoa wote mnaotumia simu mkiwa mmelala na wake zenu, mnapoteza heshima ya ndoa. Mke akishakaa na wewe anakumiliki. Ukishaingia kwenye chumba mnachoishi wewe na mkeo, kaa kimya, wewe mnamilikiwa. Na Biblia imesema hivi, mwanangu Maria, Mungu amefanya jambo jipya, mwanamke atamulinda nani? Mume wake. Ukiona kuna rongorongo za namna hiyo, mwambie, wewe baba, niambie sasa ni nani unaongea naye asiye na utaratibu kwenye chumba hiki? Nataka niongee na wewe, kuna mambo ya kuongea na wewe. Na ninyi wanawake mjifunze pia kutafuta nafasi ya kuongea na waume zenu. Yale maswala ya kushika kiunoni, watu wanapita, baba fulani, kwa kweli unajua nina neno la kusema na wewe. Huelewi. Mnazidi na dereva taka kumuua Samsoni, alijua namna ya kuongea naye. Sasa mnaanza mpaka mapajani, niambie siri ya nguvu zako. Wewe unashika kiunoni barabarani. Umeniacha, hujanipa ile vitunguu barabarani. Sio subiri baadaye umueleze mkiwa ndani. Baba, unajua pamoja na hayo vitunguu vimeisha, kwa ustaarabu. Mimi ukiniuliza barabarani nasema katumie nguvu yako utafuta hicho kitu. Sio nidhalilisha. Mimi ni mwanaume wa kushindwa kununua kitunguu mpaka unifuate barabarani. Jamani, utafute nafasi ya kuongea na wake zetu na waume zetu. Amen. Ningekuwa naongoza sala ya toba ya ndoa leo, nilikuwa naongoza watu wengi wamo humu. Mbona mnaniangalia? Wapo. Na ningesema wanaume ambao tumekosa heshima hata kwenye ndoa zetu, nikinyosha mkono napata wengine. Na ningesema wanawake ambao nao wamekosa heshima, waume zao wape heshima, ningesema tunyoshe mkono. Ndakosa? Sema nipo, useme wapo wakina nani. Amen. Basi Mungu awabariki sana. Gaudence, anza kumwambia mke wako na kupenda, mwambie pole. Changamoto zikija, kumbukeni kuomba Mungu. Jawabu la maisha ni maombi. Mkiomba Mungu, Mungu atawasaidia. Mungu atawapa maisha mazuri. Baraka zinatoka kwa Mungu. Baraka za watoto zinatoka kwa Mungu. Baraka zozote zinatoka kwa Mungu. Msije mkahangaika na msije mkateseka. Na sasa Bwana aliyewaleta katika ulimwengu huu atawatunza na kuwaimarisha, na Mungu awabariki kwa neno hili. Amen. Amen. Sasa tunataka tuende kwenye mambo ya kisheria. Hata tulikuwa tunasema ni Biblia na maneno ya Mungu. Aliyesikia amesikia. Na wewe, siku moja nakumbuka mchungaji wangu
Anderson siku moja alisema nataka wanandoa wanyoshe mikono niwaongoze sala ya toba. Kwenye harusi moja watu walitubu. Nikasema kwa kweli hizi hekima nayo ameipata hekima nzuri. Unajua kuna watu tunateseka na ndoa eti. Unasemaje? Kuna watu tunateseka na nini? Na ndoa. Ningetamani hata kama ukusimama kwa mchana wa leo niseme Mungu akuonekanie katika ndoa yako. Akuletee mabadiliko mapya. Kama kuna changamoto zilikuwepo, kwa jina la Yesu zile changamoto tunazisimamisha, tunakuanzishia maisha mapya katika Kristo Yesu. Anayejua atakufanyia. Na mimi nakuombea hivyo, Mungu akupe baraka, akupe neema, akujalie neema sio punguo. Naamini hivyo Mungu atawasaidia. Sasa kwa kuwa tunataka kuingia kwenye mambo ya kisheria, ningeomba maharusi wasimame. Asante. Wapendwa, tupo kwenye agano la ndoa sasa. Wapendwa, nataka kusema na mkutano huu, tumekusanyika hapa pamoja mbele za Mungu na mbele za watu kama mashahidi. Tuko hapa ili kuunganisha mwanaume huyu na mwanamke huyu katika ndoa takatifu. Imesifiwa katika maandiko matakatifu na kusisitizwa kwamba iheshimiwe na watu wote. Kwa sababu hiyo haifai kuingia katika hali hiyo kwa haraka au kwa kutokufikiri, bali kwa utaratibu na katika kumcha Mungu. Watu hawa wawili sasa nataka waingie katika hali takatifu. Namtaka yeyote akiwa anaweza kuonyesha kwamba kuna sababu halali za kuweza kustahili ndoa hii sifungwe, naomba kama yupo anyoshe mkono nione ndani ya wananchi hao walioko hapo na Wakristo. Kama kuna mtu anakataza ndoa hii sifungwe, anazo sababu za msingi, anyoshe mkono nitamsikiliza. Kama yupo anyoshe mkono. Munisaidie, ni macho ya uzee pia nayo. Mmeona? Mashemasi mnisaidie huko nje, kuna mtu amenyosha mkono? Hayupo? Hayupo? Asiwepo tena milele. Na wageukia wao wenyewe, na mtu yoyote akiweza katika yenu, kama mtakavyojibu katika siku ya hukumu na ya kutisha, ambapo siri zote za mioyo ya watu wote zitafunuliwa, na nataka ninyi muungame kama mmoja wenu akiwa na kitu kinachomzuia asifunge ndoa hii takatifu aseme sasa. Naanza kwa Gaudens. Kipo? Hakuna. Mariamu, nasemaje, kuna kitu kinachozuia usifunge ndoa sasa? Hapana mama, uko vizuri. Sawa. Wamejibu sawa. Umesema hapana. Gaudens, je, unampenda mwanamke huyu awe mke wako wa ndoa, mwishi wote katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda na kumheshimu, utamtunza katika ugonjwa na uzima, utawaepuka wanawake wengine wote na kuwa na yeye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili? Kama jibu ndiyo, sema ndiyo na Mungu anisaidie. Hao mafundi mitambo wako wapi? Naomba waje waniunganishie hii maiki. Mafundi mitambo wanisaidie hii maiki. Naenda kwenye eneo la mama Maria. Je, unampenda mwanaume huyu awe mume wako wa ndoa, muishi naye katika hali takatifu ya ndoa? Utampenda na kumheshimu, utamtii na kumtunza katika ugonjwa na uzima, utaepuka wanaume wengine wote na kuwa naye peke yake siku zote mtakazoishi nyote wawili?
Kama jibu ndio, sema ndio na Mungu nisaidie. Ndio anasema ndio atakavyofanya kuanzia leo. Yeye ameongeza kabisa, amezipitisha. Kuanzia leo muziki mbele kwa mbele. Mariamu, uko vizuri? Sasa nataka unisikilize vizuri. Nitasoma kwa mkinifuata. Mimi Gaudens, mpeni maiki hapa baba, nisaidie, mtanifuata yani hayo soma. Hiyo maiki iko mbali. Unasubiri maiki jamani, mtuwie radhi. Au kama haipo mtanijibu hivyo hivyo. Sema mimi Gaudens na kupokea wewe Mariamu kuwa mke wangu niliyekuchagua, kuwa nawe siku zote kuanzia leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika ugonjwa na uzima, nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili. Ya hivyo vigeregere mnatunyima kweli. Hebu mpe maiki Mariamu. Mimi nikisema Mariamu utaongeza na ubini wako unaojua. Mimi Mariamu ninakupokea wewe Gaudens Danieli kuwa mume wangu niliyekuchagua, kuwa nawe siku zote kuanzia leo, katika hali njema ama mbaya, katika umaskini ama utajiri, katika ugonjwa na uzima, nitakupenda na kukulinda siku zote tutakazoishi sote wawili. Hivyo vigeregere havipo. Sasa niombe munitayarishie kiapo chenu kinadhibitishwa na nini. Asante. Ukumvalisha pete ya uchumba Anayo pete ya uchumba? Anazo zote mbili. Ngoja leo nafafanua sasa. Naomba uchukue pete ya uchumba kwanza kuvalisha. Hapa ziko zote mbili. Anavalishwa zote mbili leo. Kuniambia kwanza kabisa, shika. Mnajua hii pete ina kituo cha kuonyesha kwamba kwako nimefika mwisho katika maisha yako, sioni mwingine wa kukaa naye. Nimekuwekea ua la pekee kukuonyesha kwamba moyo wangu unakupenda, kukushangilia. Unaona hii pete? Sasa naomba umuvalishe kwanza hii pete. Geuka muangalie. Maana hamkuvalishana pete uchumba. Nyosha mkono wa kushoto. Nyosha mkono wa kushoto. Naomba chukua mkono wa kulia. Pokea mkono huu. Nyosha juu. Chukua hii hapa. Mvalishe tu. Mvalishe.
Asante. Uliwe Bwana. Asante. Nashukuru sana. Asante. Ase mlangoni mmejaa wengi. Hizi pete ni pete ambazo hazina kituo kama pete ya kwanza. Ile pete ya kwanza aliyomvalisha inaonyesha kwamba kwake ametua. Hii nayo inathibitisha kwamba baada ya kutua tuyaendeleze maisha bila mpaka. Sasa hizi pete mimi sijui ya baba ni ipi, sijui ya mama ni ipi, wao wanajua wenyewe. Na warudishia. Wewe utajua ya kwako ni ipi, utampa ashike. Wewe mpa ashike tu. Wewe mpe hiyo pete Mariamu mpe hiyo pete yako, huyo akushikie. Asante. Nisikilize. Audasi, naomba huyo bibi harusi na mke wako mtarajiwa, bado sijakukabidhi. Hapa gari kija ikasema aking'ora wote muende nyumbani, huyu bado anaenda nyumbani. Sasa omba Mungu katika jina la Yesu. No. Kata kabisa. Na kabisa. Unamwamini Mungu? Amina. Sawa. No hiyo. Sasa ainue mkono ule. Inua ule mkono wa kushoto. Inua mkono wa kushoto, pokea. Na wewe muangalie. Usije kainama, picha itaharibika, itaonekana kama ulikuwa unakimbia majukumu. Sasa Gaudens, utanisikiliza wakati unataka kumvalisha, utatamka haya maneno. Sema, ninakupa wewe pete hii. Nakupa wewe pete hii. Kama ishara kuwa wewe ni mke niliyekuchagua. Wewe ni mke niliyekuchagua. Na muhuri kwa ajili ya ahadi yetu. Na muhuri kwa ajili ya ahadi yetu. Ya upendo. Usio na kikomo. Na uaminifu. Ya uaminifu. Valisha hiyo pete baba. Asante. Mwanamke wa pekee aliyevalishwa pete mbili zote kwa wakati mmoja kama mshindi wa ajabu. Asante. Na wewe tukuombe mpe hiyo pete. Gaudens, inua mkono wako wa kushoto. Naomba pokea mkono wake kwa mkono wako wa kushoto na wewe. Asante. Nisikilizie sasa, nikuambie haya, unifuate kwa haya ninayoyasema. Sema, ninakupa wewe pete hii. Ninakupa wewe pete hii. Kama ishara ya kuwa wewe ni mume niliyekuchagua. Na muhuri kwa ajili ya ahadi yetu. Ya upendo. Usio na kikomo. Na uaminifu. Amen. Wewe unavalisha mahali pengine. Valisha hapo. Mpe kwanza hiyo pete. Arudia kuvalisha. Wewe rudia, simama, valisha. Valisha kidole chake hicho kidole cha pete hicho. Usivalishe kwa kumwogopa. Unajua huyu mama anavalisha kwa kumwogopa. Sikiliza, huyu ni mume wako. Jamani. Amen. Na sasa naomba mgeuke niwaunganishe. Niliwaambia na nilishawafundisha.
Maisha yangu yote nikufuate wewe. Ayaya, tutakase. God is still my Asante, naomba msimame, wale mashahidi wenu wasimame waje wakae. Inabidi wewe umshike kwa mkono wako, unatumia mkono wa kushoto, yeye anakupa mkono wa kulia. Sawa? Sawa, umenielewa? Jamani, Bwana Yesu asifiwe. Sogea. Nipe maiki. Kwa mamlaka niliyopewa na Jamhuri ya Muungano wa Tanzania na kwa mamlaka niliyopewa na kanisa letu la FPCT, na kwenda kuiunganisha ndoa hii katika jina la Mungu Baba na Mungu Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Biblia imesema alichokiunganisha Mungu mwanadamu asikitenganishe. Na kuanzia leo ninatamka ya kwamba Gaudens Danieli ni mume wa Maria na Maria ni mke wa Gaudens Danieli. Amen. Naomba mniletee mkeka tuwabariki. Asante, leteni mkeka tuwabariki. Leteni mkeka tuwabariki. Leteni mkeka tuwabariki. Tamkeni hapa. Sawa tu, sawa sawa. Asante, niombe watumishi wa Mungu tuje tuwabariki watu hawa. Yes. Asante, naomba mpige magoti. Piga magoti hapo. Asante, 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 asante. Asante, 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 asante. Vyombo naomba vitulie. Naomba maiki nyingine. Naomba maiki nyingine. Maiki nyingine. Zote zipo? Yes. Niombe maiki nyingine. Shika iwashe. Naona maiki yenu kama inazingua Battery zimeisha. Basi shika hii hapa. Twende tuwabariki watu hawa. Tuongoze kwa maombi. Twende kuomba. Mungu wetu wa mbinguni mwenye mamlaka yote, tunawaweka watumishi wako hawa ambao wameunganisha ndoa yao leo. Tunaomba Bwana ukawabariki, ukawatunze, ukawasaidie katika maisha yao. Kwa jina la Yesu Kristo, tunaomba ukawajalie mibaraka mingi kutoka kwako. Wewe ni Mungu mwenye uweza, ukiendelea kuwapa afya njema. Hakika wewe ni Mungu mwenye nguvu na mamlaka. Tunaomba Bwana ukawajalie neema za ajabu katika maisha yao. Endelea kuwalinda, wape watoto wa kiume na wa kike. Kwa jina la Yesu Kristo, wewe ni Mungu unayesikia na kutenda. Tunaamini ya kwamba Mungu wetu umesikia na kutenda, katika jina la Yesu Bwana wetu. Amen. Amen. Hebu tumshangilie Bwana. Sasa hivi king'ora kikipiga wanakimbia naye kwenda nyumbani kwake. Hongera Gaudens. Hongera Mariamu. Bwana nakataa kumwachia tusimsalimie. Kweli.
Asante. 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 Asante sana. Asante sana. Asante, Mungu awabariki. Asante, Mungu awabariki sana. Asante sana. Asante sana. Asante. Haya sasa, mnanisikia? Hii hapa imebaki. Kuna taarifa moja nimesikia, huyu mama naona sio vema amwache Gaudence ana kipima muda, anataka awe narudi nyumbani mapema. Mama anataka kumweka sawa, hebu anataka kumvalisha kitu kipya katika maisha ya kuanzia leo. Asante. Kuna vitu leo. Mama Mlagara alikuwa hajaona. Anaweza kaona leo. Ampitie na mama mchungaji waangalie. Nataka nitafute siku moja nilete saa. Nione kama mama Mlagara atamvalisha Mlagara kweli. Wanaweza? Mlagara amesema sijajua. Mpaka na magoti hivyo. Unaweza? Labda huyu aliye pembeni yake huyo. Jamani, amina. Amina. Gaudence anaonyesha kuwa sasa amepata kipima muda. Urudi nyumbani mapema baba. Urudi mapema Yaani yeye anataka urudi ukaangalie madikodiko. Si unakaa mitaani tu mpaka saa 4 usiku. Jamani, amina. Sasa tunakwenda kujaza shahada zao. Wakati huo waimbaji naomba waimbe na matoleo yakiendelea. Sawa jamani? Mnanielewa? Mnanisikia? Hii nayo ni ibada, msilete mchezo kwenye ibada. Mtoe sadaka hapa. Amina. Asante, naomba mje wapangie viti hapo, wakae hapo. Tunajazia hapo hapo. Hapa. Vigeuke viti sasa. Waangalie kule. Yes. Hapo sawa. Wakae hapo, ninyi nyote mkae hapo. Kae, mimi nitakaa kule tu. Kae hapo. Kaa kile pale. Kaa hapa. Kalia hicho. Kiongozi wa ibada, niombe uje watamkie waimbaji waimbe. Mimi nitaendelea sasa baadaye. Hii ni kazi yenu sasa.
Asante DJ. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. Haleluya. Kama umefurahia sherehe, hebu tupige makofi kwa Bwana wa mabwana. Amen. Amina.